الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه الذي وصى علينا بالصدق وجعله صلاحا كل شيء، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله، القائل المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فانه يهدي الى البر، او كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الاخوه، اوصيكم كما اوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Watukufu Waislamu, awali ni kuhusieni kwa namna ambavyo ninajihisia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukweli wa kumcha. Tumche Mwenyezi Mungu kwa ukweli na tusiondoke hapa duniani ila tuhakikishe tunaondoka tukiwa Waislamu wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mazungumzo yetu ya leo ni hapa anwani: Muislamu na ukweli, na kubwa zaidi ni kuangalia athari ya jambo hilo. Na kabla ya kuliendea jambo hilo, zingatieni matokeo bora na marekebisho ya kila tatizo analokutana nalo mwanadamu katika maisha yake ya kila siku. Ufumbuzi wake wa kweli upo katika kuzingatia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa kupata kwa ukamilifu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndiyo njia bora na ya pekee na ndiyo njia sahihi ya kutatua aina ya tatizo lolote ulilonalo. Juma iliyopita tulitafakari kwa pamoja dhana ya matukio yanayoelezwa katika Qur'ani na mafundisho yake. Ilikuwa ni mtiririko wa kuzingatia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama njia sahihi ya ufumbuzi wa matatizo yanayokabiliana na wanadamu. Na leo tuangalie dhana ya ukweli na athari yake katika kutatua ufumbuzi wa matatizo yanayokabili wanadamu katika maisha yake ya kila siku. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hili ni agizo maalum la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linalowahusu walioamini watakaozingatia na kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna alivyoagiza, bila ya kuathiriwa na chochote ambacho kinaweza kujitokeza. Kwa sababu ipo kawaida mwanadamu anapokuwa na matatizo akipewa njia ya ufumbuzi wa matatizo hayo, hutokea akaona njia hiyo haina uharaka wala haina ufumbuzi mzuri, akatafuta njia mbadala katika kutafuta ufumbuzi wa maisha yake kila siku. Msisitizo ni kwamba tuna wajibu wa kutekeleza maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio ufumbuzi wa kweli na sahihi unaweza kutoka ufumbuzi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah. Jambo la kwanza
mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muwe na adabu katika kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa namna alivyoagiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqulu qawlan sadida, na semeni maneno yaliyo sawa sawa, semeni daima maneno ya kweli. Mkifanya hivyo, yuslih lakum a'malakum, mpate kutengenekewa mambo yenu, au atawatengenezea Mwenyezi Mungu mambo yenu yakae sawa sawa muda wa kuwa mmesema kweli. Wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni Mwenyezi Mungu madhambi yenu. Maana yake atarekebisha mlichokikosea baada ya kuwa ninyi mmesema kweli. Wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni makosa yenu, atarekebisha makosa yenu. Waman yuti illaha wa rasulahu, na yeyote atakayemtii Mwenyezi Mungu sawa sawa, wa rasulahu, akamfuata Mtume Muhammad sawa sawa, faqad faza fawzan adhima, huyu anayo mafanikio makubwa hapa duniani, lakini pia anayo mafanikio makubwa siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Agizo la Mwenyezi Mungu linataka kwanza tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tuseme kweli. Tukisema kweli, Mwenyezi Mungu atarekebisha mambo yetu. Miongoni mwa uchambuzi wa wanachuoni wanasema kusema kweli ni dhana ya kulikubali jambo, kuadimiti kwa jambo hilo lililotokea, lakini na kujieleza kwa usahihi kile ambacho kweli kimekusibu. Kwa jambo hili lina athari kama Qur'ani inavyosema, mkisema kweli Mwenyezi Mungu atatengeneza mambo yenu. Wakasema miongoni mwa kusema kweli ni mtu kufanya istighfar. Istighfar ni kuomba msamaha Mwenyezi Mungu, lakini hii ni dhana ya ukweli, kwa sababu huombi msamaha ila ni baada ya kukiri kuwa umekosea. Sasa unarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuomba msamaha kwa kosa ulilolifanya, na inawezekana kosa hilo lilikuwa ni la kusudi kwako, inawezekana kosa hilo lilikuwa ni la bahati mbaya kwako, inawezekana kosa hilo ni la kulazimika kufanya jambo la namna hiyo, lakini ile mradi ndio ulifanya ni kosa. Ili kuondoa athari ya kosa hilo, fanya istighfar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unasema hii ni dhana ya ukweli, ni dhana ya mwanadamu kukiri tatizo lake na kuwa tayari kuliacha na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuondolee athari ya kosa hilo alilolifanya, na baada yake Mwenyezi Mungu ampe mambo mazuri. Ndio hichi kinachosema katika aya ya kwanza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, cheni Mwenyezi Mungu, wa qulu qawlan sadida, semeni maneno yaliyo kweli. Mkisema kweli, yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atatengeneza mambo yenu yale yaliyoharibika baada ya kuwa umefanya makosa, ama kwa bahati mbaya, ama kwa kusudi, ama kwa kulazimika. Mkisema kweli utakuwa ukweli huo, na kama hapo wanachuoni wanasema dhana ya ukweli hapa inamtaka mwanadamu kukiri udhaifu alionao, awe tayari kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kaweka ahadi, yuslih lakum a'malakum, atatengeneza mambo yenu yaliyoharibika. Wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni makosa yale mliyoyafanya mwanzo yakakuingizeni katika matatizo mlionayo. Hii ni sehemu moja ya ukweli na athari yake, lakini sehemu nyingine ni kama anavyohadithia Nuhu alayhi salatu wassalam alipolingania waja wake kwa muda mrefu sana, alipowalingania waumini kwa muda mrefu sana, lakini matokeo yakawa dhaifu.
Lakini miongoni mwa maneno aliyokuwa akiwaambia, istaghfiru rabbakum, mtakeni sana msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, Mwenyezi Mungu ni msamehevu mno. Kwa kiwango cha kosa cha aina yoyote Mungu anaweza kusamehe. Wa yursilu alaykum samaa alaykum midrara, na atakuteremshieni neema kubwa, atakuteremshieni mvua, atakuteremshieni neema. Haya ni matunda ya istighfar, ni matunda ya kuadhimiti mbele ya Mwenyezi Mungu kosa lako na kuwa tayari kuliacha na kumwomba Mwenyezi Mungu akupe badala ya kosa hilo ulilofanya kupiga bora. Haya ni matokeo yanayoonyesha Allah subhanahu wa ta'ala yanaweza yakatokea katika maisha yetu kila siku. Ndugu zangu Waislamu, ukiangalia mafundisho ya Qur'ani, amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zimejenga kukupa ufumbuzi wa matatizo yanayokukabili, ingawa kwako ni vigumu katika kuamini kwamba njia hiyo ndio anayofanya Mwenyezi Mungu kuondokea matatizo. Ala sabili mithali, katika misingi ya mfano, Waislamu waliingia katika vita vya Badri mara ya kwanza katika mwaka wa 15 wa utume, katika kipindi ambacho mtume miaka miwili tu amehamia Madina, na katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa sababu za ushindi wa vita vya Badri ni Waislamu kuwa wamefunga. Miongoni mwa sababu za kushinda ushindi wa Badri ni Waislamu kuwa wamefunga. Miongoni mwa sababu zilizowafanya makafiri wapate hofu ya kupambana na Waislamu ni kupambana na Waislamu katika Badri hali ya kuwa Waislamu ni wachache kisha wamefunga, alafu wakawashinda. Jambo hili lilikatisha tamaa kisaikolojia, kwamba mtu huyu anawezaje kupambana naye akiwa kajiandaa vizuri? Nimemkuta hajajiandaa vizuri, hajala chakula alafu kanipiga. Nikimkuta kajiandaa vizuri, amekula chakula, ana jeshi la kutosha, nitapambana naye namna gani? Psychologically mtu huyu anapata hofu ya kupambana na Uislamu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akikupa maagizo, usidharau maagizo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala usifikiri una njia nzuri zaidi kuliko aliyepelekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna kweli. Mfano mwingine, kila mwaka Waislamu wanaingia katika mwezi wa Ramadhani kwa saumu, na kipindi hicho kikifika, hali ya jamii hupata utulivu mkubwa sana. Si kwa maana Waislamu wanakuwa wakali sana kipindi hicho, hapana. Hali ya jamii inakuwa na utulivu mkubwa sana kwa sababu hali ya Waislamu huwa ni ya upole uliopitiliza. Jamii yote nje inakaa sawa sawa. Changudoa wanasimamisha kazi, wauzaji wa pombe wanasimamisha kazi hiyo. Kama Waislamu wangeamua kuvifungia vitu hivyo, wangeweza kuvifungia na kusingekuwa na lawama. Wao waelekee kwenye maelekezo ya Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungu anataka hiki tu, mkishajengeka kuwa na takwa, mkijengeka kwa tabia ya kuchukia kila kitu kibaya na kupenda kila kitu kizuri, maisha ya jamii yatakaa sawa sawa. Na tulipata kuongea hapa, ukitazama nyakati tofauti Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta amri hizi, kimsingi ukiziangalia hazikuwa amri za kutafuta thawabu na pepo, zilikuwa amri za kuleta ufumbuzi wa matatizo. Sala ilikuja mwaka wa 12, kipindi ambacho Mtume Muhammad ana uadui mkubwa katika mji wa Makka. Haruhusiwi hata kukaa na watu watano kimazungumzo. Msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwa sala, na Mtume Muhammad akasema kuambia masahaba, as-salatu imaduddin, hii sala ndio msingi wa dini yetu. Faman aqamaha, mwenye kuisimamisha sala kwa utaratibu wake kwa nyakati zake, faqad aqama din, huyu amesimamisha dini. Wa man tarakaha faqad hadama din, na mwenye kuacha amevunja dini.
Makafiri wakati huo walisema kwamba ikiwa Mola wa Muhammad amewataka wafanye ibada mara 5 kila siku, hili jambo sio la kutusumbua kichwa, mwacheni, watamkimbia watu wakati wowote. Alhamdulillah, sala ikatumika kama chombo cha mawasiliano. Waislamu wanakutana mara 5 kila siku, na Mtume Muhammad asipokuona vipindi vitatu vya sala anatuma watu utafutu kuna nini muonekane katika sala, bila ya kujali wanaosali wanapatia kusali au hawapatii. Lakini hiki ni chombo kikubwa cha mawasiliano. Ndugu zangu Waislamu, maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ufumbuzi wa kweli wa matatizo tulionayo katika maisha yetu. Katika kipindi hichi unachoona ni matatizo, kuna matishio ya namna mbalimbali, kuna maneno ya namna mbalimbali, kuna wanasema wanaandamana, wanasema hawaandamani. Muislamu nafasi yake ipi? Nafasi yake kurudi kwenye maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utatoa ufumbuzi wa hilo linalotokeza, kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, alaykum anfusakum, ni juu yenu kudhibiti nafsi zenu kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tambueni, la yadhurrukum man dhalla, hawezi akawadhuru yoyote aliyopotea, idha tadaitum, ikiwa nyinyi mmeongoka mmefuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tambueni, ila Allahi marji'ukum jami'an, kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yenu yote kwa pamoja. Hao wanaofanya upinzani na ninyi wote mtarejea kwa Mwenyezi Mungu, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, na Mwenyezi Mungu atakupeni habari ya yote mliokuwa mkiyafanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakazia jambo hili kwa kutaka Uislamu kurudi katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala usizani kwamba hilo ni jambo dogo. Hapana, mnapokuwa hili jambo umemkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasema haya ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema, anwani yetu ni Uislamu na ukweli. Yamekuwa maswali mengi kwa Waislamu na waumini nyakati tofauti. Amini sasa Waislamu wanafanyaje? Amini sasa tunafanya nini? Jamani, sisi tunacho kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maelekezo tayari yapo. Anayefikiri maelekezo ya Qur'ani hayana ufumbuzi kwenye mazingira haya aliyosema hapa, itakuwa ni kama huyu aliyefikiri kama hii. Man utiya al-Qur'an, mwenye kupewa Qur'ani, faraa, akaona anna ghayrahu utiya khayran minhu, kwamba kuna mtu mwingine kapewa kitu kizuri kuliko alichonacho, waqad haqqara Allah, huyu anadhalilisha alichotukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maelekezo ya Qur'an ndio njia sahihi yenye ufumbuzi wa kweli wa kila tatizo lililonalo. Katika kipindi hiki tunatakiwa kuwa na subira na kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya istighfari, kuacha kila aina ya upuuzi tuliofanya, kuacha kila dosari tuliyofanya na kukubali kuwa dosari na kuachana nayo, ikiwemo kuwa na umoja na mshikamano baina yetu. Ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama hii Qur'ani inasema, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. قولوا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله صلوات ربي عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابتك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل.
hususan sirri. Ndugu zangu Waislamu, narejea tena kuhusieni kama ambavyo ninakuhusia na isiyo nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa kesi stadi ya mazungumzo ya leo na kuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu katika ukweli na kuzingatia athari ya ukweli pale unapokuwa unasema. Ahadi ya Mwenyezi Mungu, ndugu zangu Waislamu, watu wanaposema kweli, Mwenyezi Mungu anachukua dhamana ya kurekebisha mambo yaliyoharibika na kuwasamehe makosa yaliyowafanya waingie katika matatizo ya namna hiyo. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuhadharisha kwamba ninyi mlioamini, hebu shikamaneni na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kuwa wako watu wasiokuamini, kwa mtazamo wenu macho, wana nguvu kuliko zenu, wana nguvu za kifedha kuliko zenu, wana nguvu za kitaaluma kuliko zenu, wana nguvu za kimawasiliano kuliko zenu. La yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum, hawezi akawadhuru aliyepotea sura ya namna alivyokuwa, ikiwa ninyi tu mmeokoka. Ila Allahi marji'ukum jamia, zingatieni huyu aliyokuwa na benzi 50 hapa duniani na wewe ambayo humiliki baskeli, marji'ukum ila Allah, marejeo yenu wote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye benzi 50 hata kwenda na benzi hata hii moja, hata kama atafukiwa kwenye shimo na hiyo benzi, atatoka akiwa hana benzi hiyo, atatoka akisubiri matendo gani aliyafanya akiwa na hiyo benzi. Na wewe pia hivyo hivyo, ambapo hukuondoka na chochote, utapimwa kwa matendo uliyoyafanya. Huu ndio mwisho wa kila binadamu. Kama wanafalsafa wanavyosema, ikiwa mwisho wa maisha ya kila mwanadamu ni kifo, basi hakuna tofauti kati ya umri mrefu na umri mfupi, kwa sababu ukiwa na umri mfupi mwisho kufa, ukiwa na umri mrefu mwisho kufa, hakuna tofauti. La muhimu, muda uliopata katika maisha uliutumia kwa sura gani? Ukiondoka hapa duniani una ghorofa 50 zimejaa mji wa Dar es Salaam, ukiondoka utaondoka bila ghorofa hata moja. Ni kwa kiasi gani tu ghorofa hizo 50 uliziweka katika ridhaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tunavyoambiwa, neno sadaqa ni pana sana, wa kalimatu tayyiba sadaqa, hata maneno mazuri ni sadaqa. Inawezekana mtu fakiri asiye na kitu anatoa sadaka nyingi sana kuliko tajiri mwenye mamilionea. Kwa kiasi gani anajua utambuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nilikuwa najaribu kuwajibu wale walioniuliza, lakini pamoja na kikao chetu cha leo, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza tuwe wa kweli, kwa sababu ukweli una athari. Miongoni mwa athari za ukweli, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatengeneza mambo yako yaliyoharibika kwa wewe kuwa kweli. Kama nilivyosema, wanachuoni wanasema miongoni mwa dhana za ukweli ni istighfari. Na dhana ya istighfari ni mtu kutambua alipokosea na kuwa tayari kujirekebisha na kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni ukweli. Ukifanya hivyo, yuslihu a'malakum, Mwenyezi Mungu atatengeneza mambo yetu. Nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila mmoja wetu awe tayari kufanya istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kila mmoja wetu kutengenekewa mambo yake yakakaa sawa sawa baada ya kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie jamii yetu ya Kiislamu kwa jamii iliyo sawa, iliyotengenekewa baada ya kuwa waumini wake wamesimama katika kweli. Ala wa sallu ala nabiyyikum alladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi haqqihi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعلمائهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ربنا
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا امين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.